Na kingine ni kusema kwamba watu tutakapotoka hapa kwenda Malaloni kwenda Malaloni kwenda Malaloni, sio hivyo? Basi tutaenda kama jinsi tulivyokwenda kusoma. Tunakaribisha familia kwa ajili ya hotuba fupi ya marehemu. Karibu sana familia. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Hichi napenda kuongea hapa ni kitu ambacho kimetoka kwa familia. Wewe kama sio mwanafamilia, usikui mtangazaji wa habari za uongo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni hotuba fupi ya marehemu ambayo imeandaliwa na familia. Imeandaliwa Nyarugusu tarehe 18 mwezi wa kwanza mwaka huu. Marehemu alijulikana kwa majina ya Elizabeth Asumani wa jamaa la Wazoba wa Simbi. Alizaliwa Pasimbi tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka wa 1965 na alifariki jana mchana tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka huu. Hapa duniani marehemu alifanya miaka 61. Baba yake alijulikana kwa jina la Asumani wa Songolo wa jamaa la Wazoba wa Simbi. Mama wa marehemu alijulikana kwa majina ya Pendeza wa jamaa la Bashimukinje wa Nyalenga nyumba ya Miliati. Marehemu alizaa watoto 12. Kati yao watoto 5 wamekwisha kufariki na walio hai ni watoto 7 ambao wa kike ni 5 na wa kiume ni 2. Marehemu aliacha wajukuu 26 kazi. Marehemu alikuwa mkulima. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa na magonjwa ya hepatite B. Kwa lugha ya Kiswahili wanasema ini, na kumsababishia kifo hapo jana. Sisi kama jamaa la Wasimbi Wazoba tunasema Mungu ndiye alitupatia na Mungu alitoa. Jina la Bwana libarikiwe. Napenda pia niambie watu hivi, huyu ambaye alifariki hapa ni mtoto wa Wazoba wa Simbi. Na mnajua mazingira ambayo tumetoka Kongo na kuja hapa, baadhi ya familia zimebaki Kongo. Wale ambao walikuwa wamemwoa marehemu hawapo humu kambini, na jukumu hili la kumhifadhi marehemu, kusimamia msiba, ni sisi familia ndio tumechukua jukumu hili. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa maana hiyo, tukitoka Malaloni baada ya kutumia vyakula vya village, tutajielekeza kwenye kijiji cha ND. Hapo ndipo tutatia msiba wa mtoto wetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na Mungu atubariki wote. Amen. Inafuata kijiji. Mwenyekiti wa kijiji au mjumbe wa kijiji anahitajika. Tafadhali, kama yupo tayari basi tunaendelea kwanza na kanisa, lakini pia
mwenyekiti wa kijiji ajiandae kwa ajili ya hotuba. Kama uko tayari basi sogea. Kanisa pia likiwa linajiandaa, na familia wale wanaoweza kupiga picha, watu wa familia na wenyewe wasogee ili tuokoe muda. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Kwanza kabisa natoa pole kwa familia ambayo iliyoachwa na mama huyu. Vile vile natoa pole kwa jamaa na marafiki wote ambao wako hapa, nikiamini kuhusu na msiba huu wa huyu mama ambaye tulikuwa naye, lakini kwa sasa hivi amelala mauti. Basi ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tasema kwamba sisi wote ni njia yetu, lakini Biblia ndio inatuambia heri wafao katika Bwana. Basi tumwachie Mungu atende aliyo yake. Na kwa kuona kwamba sina mengi zaidi sana ya kuongea, nitatoa tu tahadhari kwa vijana ambao najua wengi wao wasio na roho nzuri, wanafanya operation humu za usiku, kwenda wanatoboa nyumba za watu na kuibia watu. Kijana atakayeshikwa, malaika za